faida za kuishi maisha matakatifu. Kwanza, unafungua milango ya baraka kwenye maisha yako. Tunaona unapofanya dhambi Mungu anakuwa mbali na wewe. Na kuna baadhi ya milango ya baraka kwenye maisha yako itafungwa. Sio baadhi tu. Milango yote ya baraka inayotokana na nguvu za Mungu itafungwa kwa sababu Mungu hachangamani na dhambi. Na ndio maana akasema giza na nuru haviwezi kukaa pamoja, mtumishi wa Mungu. Kwa namna yote ile jitahidi kama wewe, jikomiti kama wewe uweze kuishi maisha matakatifu ili uweze kufungua milango ya baraka kwenye maisha yako. Lakini pia tunasema utakapoishi maisha matakatifu utaona udhihirisho wa Mungu kwenye yale unayoyafanya. Utaona udhihirisho wa Mungu kwenye huduma unayofanya. Utaona udhihirisho wa Mungu kwenye familia yako, kwenye taifa yako, kwenye nchi yako. Kuna wakati nchi inaangamia, kuna matukio mabaya yanatokea kwenye jamii kwa sababu kuna mtu mmoja tu ameshindwa kuishi maisha matakatifu. Kwa hiyo usiwe chanzo cha mambo mabaya kutokea kwenye nchi, usiwe chanzo cha mambo mabaya kutokea kwenye kanisa, usiwe chanzo cha mambo mabaya kutokea kwenye jamii yako, kwenye mtaa wako kwa sababu ya kuishi maisha mabaya. Kwa sababu ya kuishi maisha ya dhambi, jitahidi kuishi maisha yaliyo matakatifu ili uweze kupata neema ya kuendelea mbele kwenye mambo yako. Hivyo niseme hivi, Mungu alionyesha upendo kwa kumtoa mwana Yesu Kristo pale msalabani ili sisi tuishi maisha matakatifu. Sasa unapoishi maisha ya dhambi unakuwa ni unamrudisha Yesu msalabani.